Mwaka 1978 Afrika Mashariki ilishuhudia moja ya vita vya kipekee barani Afrika. Vita hii haikuwa tu mapambano ya mipaka, bali ilikuwa ni jaribio la uthubutu, heshima ya taifa na uthibitisho kwamba mshikamano wa watu unaweza kuushinda ubabe wa kifaa cha kivita. Hii ndiyo vita ya Kagera, vita iliyowakutanisha jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ dhidi ya jeshi la Uganda chini ya utawala wa kijeshi wa Idi Amin Dada. Je, unajua nini kuhusu vita ya Kagera na nini kilijificha ndani ya vita yake? Leo tutasafiri kwa kurudi nyuma katika historia kuelewa sababu, tukio na matokeo ya vita hii ambayo ilibadili siasa za ukanda huu. Karibu The Storyside. Chanzo cha vita ya Kagera hakikutokana na tukio la ghafla, bali kilijengeka hatua kwa hatua kutokana na mchanganyiko wa mambo ya kisiasa, kiuchumi na hata hisia binafsi za viongozi. Idi Amin, ambaye awali alikuwa askari wa jeshi la Uingereza la KAR, yani King's African Rifles, alipata madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo Januari 1971 akimng'oa madarakani Rais Milton Obote. Kupinduliwa kwa Obote kulitikisa siasa za Uganda na kuathiri moja kwa moja uhusiano na majirani. Tanzania chini ya Rais Julius Kambarage Nyerere alikataa kuutambua mara moja utawala wa Amin, akimchukulia kama dikteta aliyeingia madarakani kwa njia isiyo halali. Kulikuwapo na sababu nyingi za Nyerere kumchukulia Amin kama tishio. Mojawapo, utawala wa mabavu. Mara baada ya kuingia madarakani, Amin alianza kuendesha taifa kwa hofu. Ripoti za mashirika ya haki za kibinadamu zilibainisha mauaji ya maelfu ya wapinzani wake wa kisiasa, wasomi na wanajeshi wa zamani waliotuhumiwa kuwa wafuasi wa Obote. Jambo la pili, uhusiano wa hovyo na majirani. Badala ya kujenga ushirikiano wa kikanda, Amin alizozana na Kenya, Sudani na hasa Tanzania. Lakini jambo la tatu, siasa za kulipiza kisasi. Maana Nyerere alitoa hifadhi ya kisiasa kwa Milton Obote na viongozi wengine wa Uganda waliokimbia baada ya mapinduzi. Hili lilionekana na Amin kama usaliti wa moja kwa moja na kama tishio kwa utawala wake. Zaidi ya hayo, kulikuwa na masuala ya kiuchumi na kiusalama yaliyoongeza chuki. Uganda chini ya Amin ilipoteza washirika wake wengi wa kibiashara wa magharibi kutokana na sera za kitaifa za kiuchumi za kufukuza Wahindi na wazungu waliokuwa wakiendesha biashara. Uchumi ulianza kuyumba na Amin alitafuta njia za kuimarisha hadhi yake kupitia nguvu za kijeshi na uenezi wa mipaka. Mpaka wa Kagera uliokuwa ukitenganisha Tanzania na Uganda uligeuka kuwa eneo la mvutano mara kwa mara. Kila upande ulikuwa na doria kali na mara kadhaa kulitokea mikwaruzano midogo midogo ya kijeshi ya madai ya kuvuka mipaka kinyume cha sheria. Kwa macho ya Amin, eneo hili lilikuwa fursa ya kuonyesha nguvu ya kumkomoa Nyerere. Kwa Tanzania lilikuwa ni alama ya uhuru na heshima ya taifa lisiloguswa. Kwa miaka michache kabla ya mwaka 1978, mvutano huu ulizidi kuongezeka kwa maneno ya kejeli,
matamko makali ya kisiasa na vitendo vya uchokozi wa mipaka. Hali ilikuwa kama chemba ya gesi inayosubiri cheche moja tu ili kulipuka kuwa vita kamili. Mwezi Oktoba mwaka 1978, mvutano uliokuwa unachemka kwa miaka kadhaa kati ya Tanzania na Uganda ulilipuka kwa hatua ya moja ya kijeshi iliyotikisa Afrika Mashariki. Vikosi vya Idi Amini vilivyokuwa na silaha nzito kutoka kwa washirika wake kama Libya na baadhi ya nchi za Kiarabu vilivunja mipaka na kuingia moja kwa moja kwenye wilaya ya Kagera, mkoani Kagera, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Uganda ilikuwa na safu ya makamanda chini ya amri ya rais na amiri jeshi mkuu Idi Amini Dada. Jeshi la Uganda lilijulikana kama Uganda Army na lilikuwa limepangwa katika vikosi mbalimbali, vingi vikiongozwa na maafisa waliokuwa waaminifu kwa Amini kuliko taifa. Baadhi ya viongozi muhimu wa upande wa Uganda walikuwa General Isaac Lumago. Huyu ni mmoja wa makamanda wakuu wa jeshi aliyesimamia operation za uvamizi wa awali kwenye wilaya ya Kagera. General Yusuf Gowon, mkuu wa majeshi ya Uganda aliyeratibu vikosi vya ardhini na kushirikiana moja kwa moja na Amini katika kupanga mashambulizi. Colonel Bernard Rwehururu aliyesimamia baadhi ya vitengo vya kivita na operesheni za kulinda maeneo ya mipakani baada ya uvamizi. Jeshi la Uganda liliingia Tanzania kupitia daraja la Mutukula na maeneo mengine ya mpakani likitumia magari ya kivita, vifaru na magari ya kubeba wanajeshi. Walishambulia kwa kasi wakitumia mbinu ya kushtukiza ili kuzuia maandalizi ya haraka ya Tanzania. Katika muda wa masaa machache walikuwa wamekalia vijiji kadhaa vya mpakani. Uvamizi haukuishia kwenye kuchukua udhibiti wa ardhi pekee, bali uliambatana na vitendo vya kinyama vilivyoacha alama ya hofu kwa wakazi. Mashamba yaliharibiwa, nyumba zikachomwa, mali za wakulima zikaibiwa na mifugo ikapelekwa Uganda kama nyara za kivita. Mashahidi walieleza kwamba askari wa Amini walitumia hofu na vitisho kuwatisha wananchi, wakifanya mauaji ya watu waliodhaniwa kuwa wapelelezi au wapinzani. Maelfu ya wakazi wa Kagera walilazimika kukimbia makazi yao kwa haraka, wakivuka milima na misitu kutafuta usalama. Wengi walipoteza kila kitu walichokuwa nacho.